Na mpenzi mtazamaji, tuelekee kaunti ya Kilifi ambapo familia ya Charo Rua katika eneo la Mwango, kaunti ya Kilifi, inaishi kwa hofu kila siku kutokana na mzozo wa ardhi uliodumu kwa zaidi ya miaka 25. Mwenyenye mmoja anadai umiliki wa shamba la familia lenye ukubwa wa ekari 12, hali inayosababisha sitofahamu na kukosekana kwa amani miongoni mwa wanafamilia. Taarifa hii imeandaliwa na mwanahabari chipukizi Phyllis Wanja na kuwekwa sauti na Rajab Juma. Familia moja kutoka eneo la Kwa Mwango, kaunti ya Kilifi, inaishi kwa wasiwasi kutokana na kupokonywa ardhi yao walioishi zaidi ya miongo miwili na bwanyenye mmoja eneo hilo. Kwa mujibu wa Juma Mbarak, mmoja wa wanafamilia, mahakama ilifuta hati ya umiliki wa bwanyenye huyo, lakini bado anaendelea kudai ardhi hiyo na kuingilia matumizi yake. Tumeenda kotini mara nyingi sana. Kilio chetu sisi tunachokitaka ni kwamba tuambiwe hii shamba ni ya nani, kwa sababu title ya yule bana ilikataliwa, transfer ikakataliwa, na kila tukienda kwenye mahakama tunaambiwa ya kwamba yule si yake na sisi si yetu. Tumehangaika zaidi ya miaka 20 na huitafuta haki. Wanafamilia hao walieleza masikitiko yao wakisema mgogoro huo ulianza hata kabla ya kifo cha wazazi wao ambao wamezikwa katika ardhi hii. Amesema jambo hilo linaongeza uzito wa kihisia katika shauri hilo la kisheria. Familia hiyo inaiomba serikali pamoja na Jaji Mkuu Martha Koome kuingilia kati haraka ili kuhakikisha haki inatendeka na mgogoro huo unapatiwa suluhisho la kudumu. Na hiyo kesi imekuwa na hilo tatizo, na tumekuwa kwa koti zaidi ya miaka 25 na tumehangaika kutafuta haki yetu, lakini haki yetu ndio hiyo tunahangaishwa. Yule mwenye hiyo title anasemekana hiyo title alipata kwa njia ambayo si haki na bado hapokonywi shamba. Sisi nasi pia shamba letu hatupatiwi. Sasa kilio chetu ni tunataka hii haki yetu, kwa sababu tumetafuta kwa muda mrefu na haki yetu hatuipati. Sasa tunacholilia serikali ama hiyo idara ya mahakama ni kwamba haki yetu sisi tunaililia hata leo tuipate. Kwa hivyo wazazi wetu walihangaika mpaka wakafariki, ndio watu tuliwazika hapa, na huyo bwenyenye hakuchukua hatua yoyote ya kwamba hao, kwa sababu yeye yuko na title, hao wazazi ili wasizikwe hapa, kabidi wazazi wasikwe hapa mpaka wa leo tuishi hapa, lakini hiyo haki ndio inatutatiza, hatuipati. Kwa hivyo tunaomba Martha Koome na rais wetu, mheshimiwa rais wetu, aingilie kati jambo hili ili tupate haki yetu. Ardhi hiyo ambayo familia ya Charo Rua imekuwa ikimiliki kwa vizazi kadhaa imeshindwa kuendelezwa kutokana na mgogoro wa kisheria unaoendelea. Wanaamini kuwa hatua za haraka kutoka serikalini na usimamizi madhubuti wa mahakama zitasaidia kumaliza mzozo huo, kurejesha haki yao na kuwawezesha kuishi kwa amani bila hofu katika ardhi yao ya urithi. Hata saa hii bado tunatafuta haki kotini. Kwa hivyo shida ambayo tunaililia sisi koti, tunataka haki yetu. Maana sasa tunaishi kwa hofu. Mabwenyenye ni watu wenye pesa, hatujui tutapitishwa na wapi. Kunaletwa watu ambao hatuwajui, wanaletwa masurvey ambao hatuwajui. Sasa sisi tunakaa hapa nyumbani na hofu. Kesi hii inaangazia changamoto kubwa zinazowakabili Wakenya wengi katika migogoro ya ardhi ya muda mrefu, hususan maeneo ya pwani, ambapo licha ya kuwepo kwa hukumu za kisheria, utekelezaji wake na uwazi wa umiliki bado ni changamoto, na hivyo kuacha familia nyingi zikiishi kwa hofu na sintofahamu. Rajab Juma, Runinga ya KU. Mpenzi mtazamaji, michezoni sasa ni kwamba siku ya pili ya warsha ya utambuzi wa vipaji ya shirikisho la soka nchini FKF imeendelea Mombasa, huku kundi la pili likiimarisha ujuzi wa uchambuzi wa wachezaji, uangalizi wa mechi